karibuni darasani. Leo nataka nikufundishe jinsi gani ya kusuka nywele ya mkono, nywele ya njia tatu. Kwanza kabisa tutaanza kwa kukata mistari. Leo nataka nikufundishe ni jinsi gani ya kusuka nywele ya mkono. Kata mstari ambao utakuwa umenyooka, alafu nenda ule mstari ukate kati kwa kati. Zingatio. Upande wa mbele nywele itakuwa ni pana zaidi, upande wa nyuma nywele itakuwa ni nyembamba kiasi, kwa sababu kwa asilia tu upande wa nyuma ni padogo, upande wa mbele ni papana. Tunapoanza kusuka nywele hakikisha tunachukua nywele kidogo sana. Tutakuwa tunachukua nywele upande wa juu, tunakuja tunachukua upande wa chini, tunaipishanisha katikati. Tunapofanya kile kitendo cha kupishanisha nywele yetu katikati, ndipo tunakuwa tunaisuka nywele yetu. Sawa sawa. Narudia tena, utachukua nywele upande wa chini kama hivi, utachukua nywele upande wa juu, kisha utazipishanisha katikati. Hakikisha nywele yako unaichambua vizuri. Mbona kama mimi ninavyopandisha mikono yangu mpaka kwenye ncha kabisa ya nywele. Usisuke nywele ambazo zimejifunga funga, usisuke nywele ambazo unaibia. Hakikisha unaposuka ndipo unapochukua nywele. Usiwe unasuka mwanzoni umeshachukua nywele katikati. Mwisho wa siku ndio ule mstari unakuta umevimba, mstari haufiki mwisho, kwa sababu unajikuta nywele ambazo utakuwa kusuka kwenye mkia tayari umeshazivuta zipo katikati. Pia hata mstari wako hauwezi ukanyooka vizuri. Tunaelewana? Kama una swali niandikie kwenye comment. Kwa nini nakufundisha kusuka nywele ya mkono? Kwa sababu nywele nyingi ambazo tunasuka zinashabiana. Kuna nywele zingine mfano nywele za crochet, unapoenda kuisuka lazima uwe unajua kusuka nywele ya mkono au nywele ya mbinjua. Kuna nywele zingine mfano unaenda kubondi wigi kwa mteja au unaenda kumbandika mteja lace wig, ndani lazima uisuke nywele ya mkono ambayo imenyooka na ni smart vizuri. Vile vile kuna wateja tu wanahitaji kusuka nywele ya mkono. Kuna yebo zile kubwa kubwa ambazo tumezoea kuziita kama yebo faster. Nywele kama ile pia inahitaji uwe umejua kusuka nywele ya mkono, itakuwa rahisi wewe kuja tu kuongezea rasta. Sawa sawa. Jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Chuo kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Chuo kimesajiliwa. Mafunzo na huduma tunazotoa sisi ni za uhakika. Kama una swali, una chochote, niandikie kwenye comment. Unahitaji kujiunga na chuo chetu. Sisi tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Ada zetu kuanzia shilingi 300,000 mpaka shilingi 600,000. Turudi darasani. Upande wa kwenye mikia. Kwa nini nasema tusiibie nywele? Endapo ningekuwa nimechukua nywele ambayo sio sahihi, hapa nilipofikia ningekuwa sina hata nywele ya kuishika. Kwa unapochota nywele, chota sehemu ile ile. Usiruke, usichote nywele ambayo sio ya hapo. Sawa? Ifumue nywele, ipitisha vidole mpaka juu huku kwenye ncha. Itakusaidia, lakini pia itakufanya nywele yako itoke vizuri, lakini pia itajifanya utasuka nywele ambayo haijajifunga funga hovyo, na nywele ya mteja itakuwa imenyooka vizuri. Na nywele za mikono ni moja kati ya protective hairstyle. Protective hairstyle ni zile nywele ambazo ziko protective, hazikati nywele ya mteja, pia zinakuza nywele. Sawa? Kwa wale ambao mnasumbuka nywele zako labda zimekatika sana, nywele zako mbele huna hata baby hair zimekatika, jaribu kusuka pia moja kati ya hii nywele. Ni protective hairstyle, ni nzuri, ni simple. Unaweza ukawa unasuka hivi unafunga kilemba, au unasuka hivi unatoka, au unasuka hivi unavaa wig. Sawa mteja wangu? Yes, sasa mimi nitaendelea. Nilikwambia nataka nikuelekeze tena kwa kina. Nitasuka mstari mwingine kisha nitasubiri sasa feedback kutoka kwako. Kunitumia feedback ni bure. Hakikisha umesubscribe channel hii ya Farida Othman. Kama upo YouTube, ingia YouTube, tafuta Farida Othman, subscribe, au chini ya hii video gusa sehemu iliyoandikwa subscribe, njoo na screenshot WhatsApp. Turudi darasani. Tutaanza kuchukua nywele ndogo upande wa mbele. Sawa, tutaipishanisha katikati. Tutarudi tena upande wa juu, tutarudi tena upande wa chini, tutapishanisha katikati hivi. Sawa. Kidole gumba na kidole cha shahada tutakitumia kwenye kupokea nywele na kuchota nywele, lakini kidole cha katikati
tutatumia kwa ajili ya kubana nywele. Tunaelewana? Njia hii ni rahisi na ni salama kwako. Sawa, kuna mtu mwingine yeye anajua vidole vyake vipi anavitumia, mwingine anatumia vidole vyote, kwa hiyo vyote vinawezekana, lakini kama utatumia njia hii ambayo natumia mimi ni rahisi na itakusaidia. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo, sisi tunapokea mwanafunzi ambaye hata kama hujui kabisa, huna idea, vile tu unatamani kuingia katika hii fani. Na tunapokea kuanzia umeenda shule, hujaenda darasa la 7, form 4, form 6, mama wa nyumbani, mtu mzima, sisi tutakupokea. Elimu haina mwisho, na uzuri ni kwamba sisi elimu yetu ni ya vitendo. Kwa hiyo tutakufundisha kwa vitendo 90%, asilimia chache sana utakuwa una take notes, na si lazima sana. Kwa njoeni darasani, njoeni mjifunze. Una swali, niandikie kwenye comment. Kuna nywele inakusumbua, niandikie kwenye comment. Kuna nywele unahitaji kujifunza zaidi pia, wewe niandikie kwenye comment, nitazipitia, nitakwenda kuzifanyia kazi. Kwa ninamalizia nywele yangu kama hivi ambavyo unaona, kisha nitakwenda kuonyesha ile final touch. Video itakayofuata nataka nikufundishe ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukakata mistari 5, tukakata mistari 3, au tukakata mistari 6, tukakata mistari 8. Nitakufundisha kwa hata ukipata mteja wala usisumbuke sana. Tunaelewana? Kwa tutasuka kama hivi, baada hapo tutakuwa tumemaliza. Tumeelewana? Naomba usikose darasa lijalo, nataka nikuonyeshe jinsi gani ambavyo utapata mistari yako 5 na jinsi gani utapata mistari yako 4. Sawa. Mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Karibuni sana, chuo chetu kimesajiliwa. Tunapatikana Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Mteja wangu alipendeza sana na I hope umejifunza kitu. Mimi niseme asante kwa kuendelea kujifunza nasi na nikuahidi mambo mengi mazuri zaidi. Karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Bye bye.